toka za tukapitia mitano leo tuko hapa Mbagala kwa ajili ya kuendeleza hamasa kuelekea Simba Day. Leo mmekuja kitu tofauti zaidi, bodaboda tour. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tupo kwenye mwendelezo wa wiki ya Simba. Tumeizindua pale Ngorongoro tarehe 1 ya mwezi huu wa 8, na baada ya hapo kilichofuata ni mfululizo wa matukio ndani ya wiki hii ya Simba. Jumatatu tulikuwa na zoezi la kutoa damu, limekwenda vizuri. Tumepitisha malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea na mpango wa damu salama walikuwa wameuweka. Mwitikio ulikuwa ni mkubwa, na tunamshukuru na kumpongeza rais wa klabu ya Simba Mohamed Dewji kupitia taasisi yake ya Mo Dewji Foundation kwa kuamua kuweka zawadi kwa wale wote ambao watajitolea damu. Zawadi hile iligeuka kuwa motisha na watu wengi kuvutiwa zaidi, wakatoa damu na wakapata zawadi zao na lengo likafikiwa. Leo hii tupo kwenye boda tour. Tunapanda bodaboda watu wote, tunazunguka mji mzima wa Dar es Salaam kwa ajili ya kufikisha ujumbe wetu tuliokuwa nao. Tunauamsha tu mji, tunauchangamsha tu mji ili watu waweze kujua kuna tukio gani tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo tunapopita barabarani na bodaboda zaidi ya 200 zikiwa zinapeperusha bendera ya Simba Sports Club, wakiwa wamevaa matisheti mbalimbali ya wadhamini wa Simba na bendera za Simba zikipepea, na wakipiga honi, inaamsha mji na watu wanajua kitu gani kinaendelea. Lengo letu watu waitambue Simba Day na wafanye maamuzi kuhusiana na Simba Day. Maamuzi ambayo mtu anatakiwa kufanya ni maamuzi ya kununua tiketi na kwenda kwenye tukio letu la wiki la Simba Day. Mpaka sasa pengine mwitikio uko vipi kwa Dar es Salaam, lakini pia mikoani, mipango iko vipi kuelekea kufanya hamasa kuelekea tamasha la Simba Day? Mwitikio ni mkubwa wa watu kununua tiketi. Tungependa kuwasisitiza watu wanunue tiketi zao mapema. Kwa wale watu wa kujivutavuta na kusubiri dakika za mwishoni, sio kwa uwanja wa Uhuru. Uwanja wa Uhuru ni mdogo, inaingiza mashabiki wachache. Kwa hiyo ukiendelea kusubiri unajipotezea nafasi ya kuhudhuria tamasha hili. Na mwana Simba, ukose vitu vyote katika maisha yako, lakini katu usikose kuhudhuria Simba Day. Historia ya Simba Day ni unforgettable. Historia ya Simba Day huwa inadumu milele na milele. Utakuja kutamba na kuhadithia baadaye ya kwamba ulihudhuria kwenye miaka 90 ya Simba kwenye siku yetu ya Simba Day. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa, lakini niwaombe na kuwahimiza wana Simba kuongeza kasi ya ununuzi wa tiketi, kwa sababu tukio linalokuja mbele yetu ni tukio bora kweli kweli kihistoria, lakini ni sehemu ya burudani ambayo huwezi kuipata popote. Ukiachilia mbali utambulisho wa wachezaji, tunakwenda kuwaona kwa mara ya kwanza. Kuna burudani kem za wasanii, kuna matukio ya kuvutia ya kustaajabisha, yote unayapata kwenye tukio hili la Simba Day. Kwa hiyo sio tukio la kukaa na kuliangalia nyumbani, ni tukio la kila mwana Simba kuja uwanjani. Kwa ubora wa Simba Day, tiketi ilipaswa kuwa imeshaisha mpaka hivi sasa, kwa sababu kuchelewa kuliona tukio hilo ama kukosa kuliona tukio hilo uwanjani, unakuwa umekosa kitu cha thamani kweli kweli kwenye maisha yako mwana Simba. Tutegemee surprise yoyote kuelekea Simba Day? Surprise zipo za matukio na mfululizo wa shughuli mbalimbali. Isingekuwa busara kustaja kwa sababu unakuwa umeua surprise yenyewe, lakini yale ambayo uliona mwaka jana, mwaka huu unakwenda kuyaona yakiwa bora zaidi. Yapo matukio mapya, yuko mpangilio mpya, burudani mpya, kila kitu ni kipi ambacho unakwenda kukiona siku ya tarehe 8. Wewe binafsi umekuwa ni mtu ambaye ukiingia kwenye tamasha la Simba Day na ubunifu tofauti. Msimu uliopita umeingia kama komando Simba. Pengine vipi kwa msimu huu, umejipanga vipi na watu wategemee kitu cha ziada na tofauti? In fact nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanaoweza kurusha ungo angani. Lakini nimepambana. Nimempata bibi mmoja
kutoka Mpanda. Yes, yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Yeye ni mtaalamu. Wataalamu wengi niliyopata wana uwezo wa kurusha ungo usiku. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye ana uwezo wa kurusha ungo mchana. Kwa hiyo atawasili hapa Ijumaa, tutampokea. Ijumaa hiyo tutafanya majaribio katika uwanja wa Uhuru. Tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili, tukapaa tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day, lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano. Tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, kwa maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo ndio style ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni style ya kuvutia sana, ni style ya kimaajabu kweli. Tunajaribu kuja na vitu tofauti. Tushakuja na ngamia, tushakuja na nani sijui ya komando, tushakuja na Masai. Sasa vitu vinaisha. Na ubunifu unatakiwa kila siku uendelee. Kwa hiyo baada ya kuchakata mwaka huu tukasema no, hebu acha tuingie na ungo. Tunafanyaje sasa? Tukatafuta wataalamu tukapata, lakini wengi wakasuggest wao ni wataalamu wa usiku tu. Lakini baada ya kutafuta sana tukampata bibi mmoja kutoka Mpanda, akasema mimi mchana naweza nikaruka vizuri tu. Ahmed, kuelekea Simba Day umetangaza main artist ambaye atakuwa ni Ali Kiba. Maneno yamekuwa mengi kwamba kwa nini msanii anajirudia kila wakati. Hili limekaje kwa upande wako? Anajirudia kila wakati? Yaani kwamba kila Simba Day msanii anakuwa ile imekuwa tumeona comment nyingi sana. Pengine ile kwako unalizungumzia. Sasa waambie watuchagulie msanii ambaye ajirudie. Waambie watuchagulie msanii ambaye ajirudie. Kwenu sio shida. Wakituletea msanii ambaye hajirudii tutamtumia. Tutarajie nini kwa Ali Kiba? Pengine tunatarajia vitu vizuri kutoka kwake, tumeshuhudia nyimbo nzuri. Msimu huu yeye kama yeye pengine amejipangaje kwa hapa burudani wanasema? Amejipangaje yeye atakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuelezea. Lakini ninachofahamu ni kwamba kwanza kuimba kwenye Simba Day ni heshima kubwa sana ambayo kila mtu anatamani kupata hiyo heshima. Ni platform ambayo ina uwezo wa kukufungulia kurasa nyingi kubwa za kiburudani. King Kiba msimu huu amejipanga vya kutosha sana. Ameshaimba Simba Day 2, lakini hii Simba Day ambayo anakwenda kuimba ndani ya miaka 90 ya Simba itakuwa ni ya kipekee sana. Kwenye upande wa performance ambayo ataitoa, lakini kwenye upande wa selection ya nyimbo ambazo ataimba safari hii. Kila mwana Simba ambaye ataingia uwanjani tarehe 8 na atamshuhudia Mfalme Ali Kiba akiimba, atashuhudia kitu cha tofauti sana kwenye performance ile, na kila mmoja ataridhika kwa ubora na kazi kubwa na nzuri ambayo Kiba ataifanya siku ya tarehe 8. Ahmed, tunaelekea kwenye Simba Day. Zimebakia siku 2 mpaka hivi sasa tunavyoongea. Mpo kimya sana kwenye usajili. Tutegemee mchezaji mwingine akitambulishwa ama mmemaliza? Tumeshamaliza. Usajili mmemaliza? Tumemaliza. Shafunga. Timu yetu inajitosheleza. Tumeshamaliza. Kwa upande wa mashabiki semaji pengine namna ambavyo wataingia tayari mipango kwa maana ya kuvaa sare moja? Tena umenikumbusha jambo la msingi. Nichukue nafasi hii kuwatangazia wanasimba wote ambao watakuja kwenye tamasha letu la Simba almaarufu Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tangazo rasmi ni kwamba sare yetu ama uniform yetu ama vazi letu ama mtoko wetu siku hiyo ni jezi nyekundu tena mpya ya Simba Sports Club. Hairuhusiwi na haitakiwi kuvaa jezi ya rangi nyingine siku hiyo. Tunataka uwanja mzima wa watu 20,000 uwanja Uhuru itapakae damu nyekundu pale. Zitatapakae jezi nyekundu za Simba Sports Club. Na sio nyekundu ya Manchester, ni nyekundu ya Simba Sports Club. Na sio nyekundu ya mwaka jana, ni nyekundu ya msimu huu. Yaani ukigeuka kushoto nyekundu, kulia nyekundu, mbele nyekundu na nyuma nyekundu. Kila mtu avae jezi nyekundu.
ili mtu hata mgeni akipewa picha anajua hii ni taasisi ambayo imejipanga na rangi yao mama ni nyekundu. Najua rangi nyeupe ni nzuri, watu inawapendeza, lakini Simba Day sare yetu ni nyekundu. Najua kuna vidada wenyewe vinapenda kuvaa rangi ya blue, akavaa na bukta yake nyekundu ama ya nyeupe, anawaka kweli kweli, anapendeza, lakini tarehe 8 sare yetu ni jezi nyekundu. Kila mwana Simba avae jezi nyekundu. Na kama hujawahi kabisa kwenda kwenye Simba Day, hebu wewe mwana Simba tu wewe mwenyewe ujisikia aibu yani. Aone haya. Yaani wewe tu wewe yani wewe unakuaje mwana Simba hujawahi kwenda Simba Day? Utaenda tukio gani kama Simba Day hujawahi kwenda? Kwa wewe mwenyewe tu mwana Simba, sasa mimi Simba gani? Simba gani mimi sijawahi kwenda kwenye Simba Day kuungana na wenzangu. Kwa hiyo kila mwana Simba ahakikishe afanya anachoweza kufanya tarehe 8 aje uwanja. Nilitegemea hivi sasa watu wangekuwa wanalalamika tiketi zimeisha, uwanja mdogo, si umeelewa hivyo Kwa hiyo tuongeze kasi ya ununuzi wa tiketi, na jezi yetu siku hiyo ni rangi nyekundu. Kwa maana ya burudani sasa uwanjani, kikosi kinarejea bila shaka. Timu iko njiani hivi sasa, inarejea Dar es Salaam. Itafika hapa majira mchana, moja kwa moja watu wataingia makambini. Tutaanza maandalizi sasa ya kuelekea katika tamasha letu, na wageni wetu kwa maana timu ambayo tutacheza nayo kwenye mechi ya Simba Day ni timu ya Kenya Polisi, timu ya polisi ya Kenya, ambao wao wanatarajiwa kuwasili tarehe 7 kuelekea katika tarehe 6 kama sikosei, kuelekea katika mchezo wetu. Maandalizi kwenye upande huu anakwenda vizuri na kila kitu kiko sawa sawa. Mageti yatafunguliwa saa 4 asubuhi, na ukiingia tu saa 4 asubuhi unaanza kupata burudani zako hapo, yani ukiingia tu na burudani hapo, yani haina kusubiri hiyo, yani kwa hiyo ukiingia tu unaanza na kucheza hapo. Kutakuwa kuna wauzaji mbalimbali wa vinywaji, yuko Mokola atakuwa anauza Mokola, kwa hiyo usiogope kiu, lakini kutakuwa kuna vyakula vinauzwa mle ndani kuhakikisha kwamba mtu ukiingia mle uwanjani unakuwa hauboreki. Tangazo moja muhimu ni kwamba tunakwenda kwenye uwanja wa Uhuru ambao umefanyiwa marekebisho makubwa sana. Fedha nyingi zimeteketea pale kwenye kurekebisha ule uwanja. Vyoo vimetengenezwa vizuri kwa standard ya maana kweli kweli. Rai yangu kwa wana Simba, tuwe wastaarabu kama ambavyo desturi yetu ilivyo. Tusifanye uharibifu wa aina yoyote ule uwanjani, hasa kwenye eneo la vyoo. Ingia zako msalani, fanya unachokifanya, safisha, acha koki ya watu, acha bomba la watu likiwa katika hali nzuri. Niwaombe sana wana Simba tuzingatie hilo, na kila mwana Simba kwanza awe mlinzi wa nafsi yake, na kila mwana Simba awe mlinzi wa mwenzie. Ukimwona mwenzio anang'oa koki, mwambie hapana, hizo sio tabia za Simba Sports Club. Ukimwona anajifaragua, mpige hata ngumi kumkumbusha kwamba unatakiwa kuwa. Mimi naamini tutautumia uwanja Uhuru na tutauacha ukiwa salama salmini, na kila mmoja atatoka pale uwanjani akiwa ameridhika, amepata burudani safi, ameenjoy, na tumewaandalia burudani ya kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Semaje, kwa wakati tunakuja hapa ulikuwa umepakizwa vipi safari ya kurudi? Leo ni siku ya bodaboda tour, kwa hiyo hakuna kupanda gari. Nimekuja na dereva wangu K Mziwanda, dereva mzuri kabisa. Na unarudi naye? Sina hakika kama ana leseni, lakini ni dereva mzuri. Hana mashaka hata kidogo, anazingatia sheria za barabarani na anazingatia usalama barabarani. Tumefika salama Mbagala, tutarejea tena tukipanda kwake yeye. Tutapitia Temeke, Pile, Sudani, Stereo, tunarudi tena mpaka uwanja Uhuru. Tunaamini katika msafara wetu wa bodaboda usiopungua 300
hakutakuwa na madhara ya aina yoyote, na niwakumbushe ndugu zangu wa bodaboda Tour wazingatie sheria. Unapiga no linda, lakini piga kwa kuzingatia usalama wako na usalama wa mwenzio. Sio kapiga no linda, mwenzio yuko hapa ukamvunja mguu. Hatusaidii kutibu mtu. Mmemaliza? Mmetosheka? Hata la kubumba hamna. Lakini wewe wanasema kama mweupe kwenye kuendesha pikipiki, unaona unataka Islamu. Pikipiki naweza kuendesha. Pikipiki, guta, toyo zote mimi nasukuma vizuri. Na hiyo ndio unaipiga fresh. Mimi ndo mbaya kaka. Sema kaa mbali. Kinifyatuka imekutoa utumbo. Lakini tupo kwenye mazungumzo na ule mtaalamu wangu wa ungo anifundishe. Anifundishe mimi mwenyewe namna ya kuendesha mwenyewe. No, kwenye siku ya Simba Day niingie nikiwa naendesha ungo mimi mwenyewe. Uvaji ni kama ule. No, nitapendeza vizuri tu. Wewe si usafiri tu anga. Nilikusikia na kutoa hapo nje kidogo. Nilikusikia ukiwajua moja hapo kwenye redio wakasema kuhusiana na usajili ambao umefanya Young Africans Peter Sharulile. Ukashangaa kwanza ukasema ni kama haukutishi usajili ambao umeufanya Young Africans. Bado anacheza kwani? Sharulile? Kama mchezaji au kama kocha? Hapa amekuja kama mchezaji wa kutumainiwa kabisa. Na mapokezi yake alikuwa mazuri. Watu wamekesha Jangwani. Usiku saa 5. Na amesema alivyosikia tarehe 12 kuna mechi ya watani wa jadi. Akasema mwili wote ukasisimuka. Tukutane tarehe 12. Maneno hayatatosha. Tukutane tarehe 12. Tukutane tarehe 12. Confidence kubwa sana Simba Sport. Simba na Dombia. Simba na Dombia. Mtu wa magoli. Hapo juu hapo. Akifumba macho anafunga, akitoa macho anafunga. Asiwe Dombia mtu wa kawaida. Tukutane tarehe 12. Sisi tuko tayari. We are very ready. Dombia mashine yuko pale. Ngoja mtaja Libase. Ustaji au wengine. Dombia pekee. Dombia peke yake tu anatosha. Unajua nani? Kuna kidonge fulani nyinyi nitakuwa mjakikuta sababu mmezaliwa hivi karibuni. Unakiweka kwenye maji. Afu yale maji yanakuwa salama kwa kunywa. Amkijui. Nakifahamu. Kinaitwaje? Jina. Ndo jui. Water guard. Hicho kidonge